Tumalizie katika klabu ya Simba. Mitaa ya Msimbazi imekuwa kimya sana kuelekea katika dirisha dogo la usajili kwa upande wa wachezaji. Tumeona ndio wamesajili makocha ambapo ilikuwa ni tatizo kubwa kwa klabu hiyo ya Simba kuhusiana na makocha. Wameshapata makocha sasa. Usajili kwa wachezaji imekuwaje? Tetesi zinasemaje huko kwa upande wako? George Magunga. Walimuondosha Pantev kwa makubaliano ya pande mbili kwa mujibu wa statement ya club, lakini wamemsajili Steve Barker, kocha ambaye ametoka Stellenbosch nchini South Africa. Ni kocha ambaye alipita pia Amazon, japokuwa alikaa kwa misimu miwili kama sikosei, lakini Stellenbosch amekaa kwa muda mrefu kidogo. Ni kocha ambaye ni project coach. Ana uwezo wa kushinda mataji, lakini pia ana uwezo wa kutengenezea project nzuri sana ndani ya timu. So ukiangalia Simba kwa hapa ilipo, ilikuwa inahitaji kocha ambaye atakuja kuleta stability ndani ya timu. Lakini kocha ambaye ana uwezo wa kushinda mataji, kocha ambaye atakuwa na power zaidi ndani ya timu. Na wakati mwingine ukiangalia Simba imekuwa na migogoro ya hapa na pale ya nje ya uwanja ambayo inaathiri mpaka performance ya timu ndani ya uwanja. Mimi ninachoamini, nafikiri Simba wanatakiwa kutulia kwa sasa. Simba wanatakiwa kuamini kwenye hiki ambacho wanakifanya. Unajua ni bora ukafeli kwenye njia uliyokuwa unaiamini kuliko ukafanikiwa kwa kukopi njia ya mtu fulani. Unanielewa? Kwa sababu ukifeli kwenye njia uliyokuwa unaiamini utajua ni wapi pa kuboresha. Ukifanikiwa kwa kukopi njia ya mtu fulani, siku akitwist mipango yake ikabadilika, wewe uta struggle kwa sababu utakuwa hujui tena huyo mtu anatumia njia zipi kupata mafanikio. Kwa hiyo kwao ni timu kubwa sana barani Afrika Simba. Simba imefanikiwa sana. Mimi sitaki kuwafundisha Simba nini wafanye ili wafanikiwe, kwa sababu wameanza kufanikiwa hata kabla mimi sijazaliwa. Unanielewa? Kocha muhimu ni wao kuwa tuna utulivu, kuamini kwenye hiki ambacho wanakifanya. Kuhusu sajili, ukiniuliza mimi binafsi, sioni kama Simba wana haja ya kusajili kwenye dirisha dogo. Mimi binafsi ukiniuliza. Simba wanatakiwa kustick kwenye wachezaji ambao wamewasajili kwenye dirisha kubwa la majira yaliyopita, ambayo ilikuwa ni kuelekea msimu huu. Wana best players wengi. Na kwa bahati nzuri sana wana wachezaji ambao wametofautiana profiles na quality. So ni jukumu la Steve Barker. Unajua watu wamekariri kwamba kila kocha anapokuja ni kusajili. Sometimes kocha anaweza kaja akasema okay, let me nifanye kazi na hao waliopo, and then tutajua wapi natakiwa kuboresha zaidi. Kwa inawezekana washabiki, na hii ipo hata mitaani, mshabiki unakuta ananungunika kabisa eti kwa sababu timu yake haifanyi usajili na timu nyingine inafanya usajili. Usajili unafanyika kama kuna uhitaji. Na usajili unafanyika baada ya tathmini ya kina kuona kwamba okay, hii timu ina shida sehemu fulani, tufanye usajili sehemu fulani. Na kuna wakati mwingine timu inaweza kasajili hata kama ina shida sehemu fulani, lakini kasajili kwa ajili ya kuongeza tu kitu. Kwamba inawezekana vitu vyote viko sawa, lakini tuongeze sasa quality ndani ya timu. Unanielewa? Ama tuongeze ushindani ndani ya timu. Kwa hiyo nafikiri kwa Simba sina mengi ya kuongea, na hata kwa tetesi unahusishwa na wachezaji wengi sana, especially labda eneo la goalkeeping ambalo ndo naamini wanaweza kwenda kufanya usajili kwenye eneo la goalkeeping. Walikuwa wanahusishwa na Yona Amos, wanahusishwa na yule bwana mdogo wa Mtibwa. Unajua Bongo bwana, utahusishwa na wachezaji wengi, taarifa zinaweza za kweli ama zisiwe za kweli, kwa sababu siku hizi kila mtu akilala akiamka ana sosi yake, ana habari kutoka sehemu fulani, kwa sababu watu pia wanapambana kutafuta hizo habari. Kwa hiyo kwa bahati nzuri ama mbaya, hivi vilabu watu wengi wanahusika na usajili. Ukuta kamati na watu 6 watu wanahusika na usajili. Kwa kwenye kamati huyu ana mwandishi huyu, kila mtu atatoa sosi yake. Kila mtu atatoa taarifa yake kulingana na kile ambacho anakifanya kwa wakati huo. Lakini all in all, cha msingi tunapata golikipa mzuri ambaye anaweza akawasaidia, ama akaja akasaidia na Hussein Abel kwa wakati huo, akaisaidia timu kupita kwenye hichi kipindi kigumu ambacho wanakipitia, kwa sababu Pimpin Kamara majeraha, Yakubu majeraha, sio taarifa nzuri kwa Simba. Na wakati mwingine timu nyingine ingeopti tu kwamba okay, tuna Hussein Abel, mpe hiyo nafasi. And then tuna mtu kama au magolikipa kwenye timu za vijana, wape nafasi. Wakati mwingine hawaamini hao wachezaji kwa sababu hawajengei hiyo misingi ya kuwa bora, na ndio maana hawaamini. Kwa hiyo sometimes unaelewa kwa nini wanaenda sokoni. Lakini cha muhimu narudia pale,
wasajili mtu ambaye atakuja kuwasaidia basi. Sasa unaona wakisajili golikipa mwingine alafu wao wakirudi itakuwaje hapo? Ni riski kwa sababu eneo ambalo huwezi kufanya rotation sana ni eneo la goalkeeping. Eneo la goalkeeping ni very essential area kwa sababu unahitaji kuwa na stability kwenye hilo eneo. Wakirudi ushindani unaongezeka, na wakati mwingine mwalimu anaweza akasema sikiliza, golikipa wangu namba 1 ni huyu Pinpin ama ni Yakub ama ni fulani. Kwa hiyo inawezekana nyewe Simba labda wakasajili mchezaji kwa loan ya mkataba miezi 6 ama mkataba wa msimu mpaka utakapomalizika, ama wakampa mkataba wa kudumu. Probably sijui wao watanegotiate vipi, lakini pia mchezaji anaweza akapona Yakub akapona Pinpin na sio kwenye kiwango bora kama kile ambacho alikuwa nacho mwanzo. Kwa hiyo ni risk, ndio maana nimekwambia. Kwa hiyo cha msingi ni wao wawe better kwenye negotiate terms nao, uwe golikipa ambaye atakuja kumleta. Lakini pia golikipa anayekuja naye atakuwa anaanza what if akirudi, ipi ni hatima yangu ndani ya timu. Kwa hiyo mchezaji lazima azingatie pia development yake, ukuaji wake, kwa sababu wanatoka sehemu. Siamini kama Simba anaweza kusajili golikipa ambaye acheze. Watasajili golikipa ambaye anacheza huko alikotoka. So anapokuja huku na kuanza kukaa nje, of course Pinpin akiwa kwenye pick, sidhani kama kuna golikipa wa ndani ambaye anaweza kumweka Pinpin nje, sidhani. Kwa hiyo wakati mwingine labda wa negotiate for loan, kwamba tumeta golikipa kwa ajili ya kwa mkopo wa miezi kadhaa. Baada ya mkopo kumalizika, hiyo timu yake inaweza kuwa na nafasi ya kumrudisha. Wachezaji labda waliosikia tetesi yoyote wanaotoka kwa mkopo ama wanaomaliza mkataba wao katika klabu ya Simba? Mikataba ni mpaka msimu sasa umalizike, kwa sababu contract kwa wachezaji zinatolewa kwa msimu. Msimu mmoja ama msimu miwili. Baada ya kutamatika wanaweza kukuongeza wakamalizana na wewe. Nilikwambia mwanzo mimi sio mzuri sana kwenye tetesi kwa sababu sipo interest na tetesi. Ila uwaga napenda kuzungumzia mchezaji ambaye nimeona taarifa imetoka, bwana huyu kwa hivi, au naweza nikafanya analysis tu ya mchezaji ambaye anatajwa kujiunga na timu hata kama hajajiunga. Nikwambia bwana mchezaji ni mzuri, mchezaji ni mzuri, ama usio mzuri, ama huyu ni mzuri lakini sio sahihi kwa ajili ya hiyo timu. Ndio tuambie kwamba ni mchezaji gani unaona anaweza akatoka katika klabu ya Simba. Sioni kwa binafsi. Sioni mchezaji ambaye anaweza kutoka kwa Simba. Nataka kutuhakikishia kwamba alifanya usajili mzuri katika dirisha kubwa la usajili. Binafsi naona alifanya usajili mzuri. Na sajili nyingi zimefanyika hazijamaliza hata miezi 7 au mwaka mmoja ama msimu. Wakati mwingine subira ni kitu muhimu zaidi kuliko kuwa na haraka kufanya maamuzi. Inawezekana ukawa na wachezaji ambao tayari wamekaa kwenye kipindi cha miezi 5, 4 mpaka 5 pamoja, wakakusaidia zaidi kwa sababu tayari wana hiyo chemistry. Hata mwalimu mpya anapokuja kama sasa hivi, unajua watu wanaamini kocha mpya akija anakuja kuongeza vitu hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini kuna kocha anaweza akaja asiongeze vitu vingi, akapunguza baadhi ya vitu na timu ikabaki kuendelea kama ilivyokuwa. Kwa hiyo unataka kutuhamisha kwamba kocha huyu aliyokuja wa Simba Steve Barker ataenda kuifanya klabu ya Simba irudi kama ilivyokuwa mwanzoni, klabu ambayo inaosifiwa na watu wengi na zaidi ya nje mipaka hapa ya Tanzania. It will depend. Itategemeana na namna ambavyo makundi yote mawili yataconnect, wachezaji na benchi la ufundi. Lakini pia itategemeana na ushindani uliopo. Lakini pia itategemeana na uvumilivu kwa upande wa Simba. Huwa wapende kukubali kusubiri. Lakini moja football bwana, nilikwambia football ni science. Kila kitu kina yani lazima uprove fact. Yani lazima uthibitishe kile ambacho unakifanya. Mwisho wa siku cha muhimu ni kukubali kuwa na subira. Na basema subira sio msimu. Simba hawana hiyo. Na kama huna ndio kila siku utakuwa unaondosha walimu. Baada ya kujikuta yani baada ya kusogea kila siku utakuwa unaanza moja. Unafikiri trend yao ya kutoa mwalimu huyu anakuja, of course Fadlu aliondoka mwenyewe. Lakini kaondoka Pante. Sawa. Kaja Steve Barker. Ni kumsubiri tu kwa sababu Steve Barker sio Pep. Sawa, wala sio Jose Mourinho, sio Carlo Ancelotti, sio Klopp. Hata unaokutajia wameenda kwenye hizo timu wamefanikiwa, lakini walihitaji time. Na hiyo time sio msimu au sio mwezi. Time it will depend na namna ambavyo makundi mawili yataconnect. Unahitaji makundi mawili ya connect kisha vitu vitokee. Lakini
pia anakuja kuwafundisha wachezaji ambao wana profile tofauti tofauti, wachezaji na madaraja tofauti tofauti. So kuconnect na kuifanya kuwa team ni process. Unajua timu inaweza kanapata matokeo, lakini mimi kwa jicho la kitaalamu nikwambia timu inapata matokeo lakini bado haipo sawa. Lakini Simba kwenye ligi ana uwezo wa kupata matokeo hata akiwa anaendelea kuijenga timu yao. Naizungumzia Simba ambayo itakuwa na stability kwenye mashindano yote. Yaani Simba ambayo itapata matokeo lakini itatengeneza daraja. Unajua unaweza kupata matokeo lakini una daraja lako umeshalitengeneza. Unanielewa? Unaweza kupata matokeo lakini tayari umetengeneza utofauti wa performance kati ya timu yako na wapinzani ambao unakutana nao. Kwa sizungumzii tu Simba ambayo itakuwa inachukua alama 3. Nazungumzia Simba ambayo inachukua alama 3 alafu inakufikirisha. Yaani inakupa maisha magumu kiwanjani.